Sehemu ya pili inaanzia hapa. Tunaona kuna kiongozi mwenye cheo zaidi ya huyu wa kwanza na kuuliza kuna nini hapa Huyu mkufunzi wa kijana wetu akaanza kujitetea kwa kusema, mimi nimeambiwa na mkuu kuwa nitikise kwa nguvu ili iweze kufanya kazi tena. Sasa kwa nini ufanye hivyo? Si ungechukua mpya? Mkufunzi akaanza kuomba msamaha. Samahani mkuu. Mara kijana akamuuliza mkufunzi wake, kwa nini unaomba msamaha wakati hujakosea? Msimamizi akauliza, wewe unasemaje? Kijana akasema, No Shang-Tsik hajakosea. Yeye alichofanya ni kutekeleza amri na mwenye makosa ni yule aliyetoa amri. Na hii copy machine ibadilishwe. Mara kiongozi akakasirika na kuuliza, wewe ni nani ambaye unajaribu kutukosoa, alafu sasa kuanzia leo amna kazi? Mara kijana akapiga simu na kusema, njoo mbadilishe photocopy machine hii. Mara msimamizi akashtuka na kusema, umempigia nani? Kijana akasema, nimempigia Director Choi. Mara msimamizi akashtuka na kusema, Director Choi si anafanya kazi kwenye ofisi ya mwenyekiti? Kijana akajibu, ndiyo. Msimamizi akashtuka na kumuuliza kijana, kwani wewe ni nani? Jamaa akajitambulisha, mimi naitwa Gu Won. Msimamizi akashtuka na kusema, samahani mkuu, sikujua kama wewe ndo bosi wetu. Hapo hapo Director Choi akawa anawasili mazingira yale na kumuuliza, mheshimiwa, uko salama Gu Won? Akasema ndiyo, usijali twenzetu. Mara jamaa akarudi na kumwambia mkufunzi wake, No Shang-Tsik, hebu nifate, kuanzia leo na kupandisha cheo. Basi tutoke ofisini tuje nyumbani. Tunamuona Gu Won akiwa nyumbani. Baba akawa anamuuliza, kwa nini umeacha kazi? Akasema, nimefukuzwa. Alafu mimi nataka kurudi UK. Mara mamake ambaye ni mama wa kambo akasema, mume wangu, hebu simkaripie mtoto. Mimi nitajaribu kuongea naye ili asiondoke kwenye King Hotel. Baadaye tunamuona mama na mtoto wakiongea. Mama akisema, unapashwa uende ukalale kwenye hotel kwa sababu hapa sio kwenu. Gu Won akasema, nilisahau, na kisha kuondoka mazingira ya pale nyumbani. Turudi ndani sasa. Tunamuona mama anarudi ndani. Mara Mu anauliza, Gu Won yuko wapi? Mama akasema, amesema eti anarudi hotelini kufanya kazi. Asubuhi na mapema tunamuona Cheon Sarang akiwasili kwenye King Hotel, na King ni kampuni yenye vitengo mbalimbali. Mojawapo ndo hii King Hotel ambayo mara ya mwisho alifanya interview ya kujiunga na King Hotel na alifaulu kwenye majaribio. Basi binti Cheon Sarang akaingia ndani ya King Hotel kwa mara ya kwanza na kushangaa mazingira ya mle ndani. Baadaye tunamwona Cheon Sarang akiwa kama darasani na wafanyakazi wenzake wakifundishwa taratibu za ofisi na jinsi ya kukaribisha wateja. Mkufunzi akawaambia, sheria namba 1 kwenye hii hoteli ni kutabasamu. Hebu tabasamu tuone. Wafanyakazi wote wakatabasamu pia. Mkufunzi akauliza, mko tayari kuwatumikia wateja? Wafanyakazi wakaitikia ndiyo. Baada ya mafunzo kadhaa tunamuona Cheon Sarang akionyeshwa kitengo cha kuwa anafanya kazi na kuachiwa mtu wa kumfundisha, ila huyu dada kama anakama roho chafu akaanza kumwambia aende, nenda kasafishe pale kuna harufu ya kijasho. Basi tutoke huko tuje upande wa pili. Tunamuona moja ya marafiki zake Cheon Sarang akiwa kazini, huku msimamizi wao akisema, mimi siwezi kulala chumba kimoja na nyie, labda nitachagua mimi mwenyewe wa kulala naye. Ila mabinti ni kama walikuwa wanaogopa kulala naye, makini msumbufu, mara eti hataki ulale, unachati usiku. Siku nyingine tena asubuhi na mapema, tunaona wafanyakazi wakiwa kwenye kazi zao za kila siku. Kumbuka nilikuambia kuwa hii King ni kampuni na ina matawi mengi sasa, na hili ni duka la King ila linahusu masuala ya vipodozi. Sasa tunamuona rafiki wa binti akiitwa Daul ambaye kumbe na yeye anafanya kazi kwenye kampuni nyingine ya King. Basi tunamuona Daul akiitwa na mfanyakazi mwenzie na kusema, eti director, mpelekee gimbapu. Binti akawahi sana na kwenda sehemu anapouza gimbapu na kutoa maelekezo ni aina gani ya gimbapu anayotaka. Baadaye kidogo tunamuona binti akitoka dukani kuchukua kitu alichotumwa na director. Kabla hajaingia kwa director akasikia msimamizi akisema, hata usipopeleka huko kwa sababu mheshimiwa kashaondoka. Binti Daul akaumia sana kwa hasara aliyopigwa. Sasa tuje upande wa pili. Kama nilivyokuambia, hii King imegawanyika kwa vitengo mbalimbali kama King Hotel, King Airplane, King Cosmetics. Sasa hizo zote kuna mkuu wao kabisa, lakini utamjua kadri movie inavyokwenda mbele. Na hao marafiki kila mtu yuko kwenye kitengo chake. Wakifika nyumbani sasa, wote wanakuwa wamechoka hatari. Ni majira ya asubuhi sasa. Tunamuona No Shang-Tsik akiwasili kwenye King Hotel na kukutana na Gu Won na kumuuliza, boss, umekuja kununua nguo nini?
Mara Gu Won akamwangalia No Shag-sik kwa jicho la hasira na kumuuliza, mbona maneno mengi? No Shag-sik akasema, hizo tisheti hiko 3 tu dunia nzima, kwa hiyo tununue ili tuwe na sala nzuri sisi wawili tu. Gu Won akasema, ebu mpeni viatu au nguo avae aache kelele. Gu Won akamuuliza, hivi uwa una passport ya kusafiria? No Shag-sik akasema, sina. Gu Won akamuuliza tena, kwa hiyo No Shag-sik hujawahi kwenda hata nje ya nchi? Ndiyo boss. Aya sawa, nenda, tunaonana baadaye. Mara No Shag-sik akamuuliza, boss, uliniahidi kuwa utaniajiri moja kwa moja. Hapo hapo Gu Won akachukua simu yake na kumpigia director Choi na kumwambia, ebu msaini No Shag-sik kuwa mfanyakazi halali wa King Hotel kuanzia leo hii. Na hapo ndipo mwisho wa sehemu ya 2. Tukutane tena sehemu ya 3. Asanteni sana.